Haya ni majukumu mazito ya kitaifa. Bendera ya nchi iko mabegani, tunaenda kuipigania ugenini. Safari ni kuelekea Congo Brazzaville, ambapo tunaenda kwenye mchezo wa marudiano dhidi ya AS Sokoho, mechi ambayo tutacheza tarehe 1 mwezi wa pili. Kwa tunaenda mapema kwenda kuzoea mazingira ya kule, ni mazingira mageni kabisa kwa wachezaji wetu walio wengi, lakini tupe fursa pia ya kujiandaa vizuri kwenda kuzitafuta alama 3. Tulizipata Zanzibar nyumbani, tunaamini tunaweza kwenda kupata ugenini. Inshallah tunaamini kwa dua za Watanzania pia na support ambayo tunaipata kutoka serikalini, kila kitu kitaenda sawa sawa. Naona kikosi kizima mmesafiri nacho. Kuna mchezaji wote umemuona amemiss kwenye safari? Kwenye safari kwa bahati mbaya Maruf Chekei hayupo kwenye sehemu ya safari kwa sababu ya changamoto ya majeraha ambayo inamsumbua, lakini wapo nyota wetu wengine hawapo kwenye mpango wa mwalimu kwenye mechi hii, nao pia wamekosekana. Lakini kikosi ambacho kinaondoka hapa kwenda Congo Brazzaville ni kikosi ambacho kiko timamu na kiko tayari kwenda kupambana kwa jasho na damu kuhakikisha kwamba tunapata ushindi na kurudi na alama zote 3 hapa nyumbani. Haitakuwa rahisi. Wale jamaa tumewafuatilia wakiwa kwao wanabadilika kabisa. Na wao wenyewe wanajidai kwamba uwanja wa nyumbani kwao hakuna timu ambayo imewahi kutoka pale salama. Sisi tunataka kwenda kuivunja hiyo nadharia ambayo wamejiaminisha, na tunaamini kila kitu ambacho kinafanyika kwa lengo la kwenda kuhakikisha kwamba malengo yetu yanaenda vizuri, na inshallah hatuwezi kukubali kuzuiwa kwa vitisho. Tutakutana uwanjani, tutapambana uwanjani, na Mungu ni mwema, tunaweza kufanikiwa. Ushindi uliopita umewapa nafasi gani hasa kwenda kurudiana na Utoho kwa nyumbani kwao? Naamini kwamba Singida imefika nafasi sasa ya Afrika nzima iamini kwamba Singida ni timu kubwa na tunaweza mpeleka historia kama mlivyofanya mwanzo. Of course, kwa aina ya usajili ambao tunaufanya na mipango ambayo tuko nayo, tuna timu ambayo inaweza kushindana na yeyote. Kama tuna timu ambao wachezaji wetu wanaweza kucheza timu yoyote Tanzania, tafsiri yake tunaweza tukashindana na yoyote katika soka la hapa Afrika. Kwa ushindi ambao tulipata pale Zanzibar, of course umefufua matumaini mapya, kwa sababu sisi malengo yetu yalikuwa kuingia hatua ya makundi, tumeingia, lakini kila tunaoshindana na wapinzani tunaona kama tunawamudu hivi. Kwa hiyo imetuibua kupata msisimko mpya, na hata wachezaji wamehamasika sana, na sisi kama timu, kama uongozi tumebadilisha strategy. Sasa hivi tunaenda kuthubutu kwenda hatua ya robo finali. Tunaamini inawezekana. Hiyo ndio slogan ambayo tunatembea nayo kichwani mwetu, na kwa maandalizi ambayo yanafanyika kule Kongo tayari kuna viongozi wametangulia, wanajua kila kinachoendelea kule, wameweka mikakati sawa sawa. Sisi tunachoenda ni kumaliza kazi tu na wachezaji wetu kuhakikisha kwamba kile ambacho kimepangwa kinaenda kutimia kwa 100%. Hussein Masanza, tunaona mmeshusha booster kweli kweli, kama leo tumeona chuma 3 mmezitambulisha. Hii inaonyesha kwamba mmejipanga kweli kweli. Sisi ni wale timu bora kwenye usajili Tanzania. Hawa wachezaji tunapoanza kuwatambulisha wanaonekana kama sio popular vile. Hata kina Keeke kipindi wanakuja watu walikuwa wasemando wakina nani, unajua zile sura ngeni wakina Damaro. Lakini sasa hivi ukimtaja Damaro nchi nzima inajua unamwongelea mchezaji gani. Ukimtaja Emmanuel Kwame Keeke watu wanajua hii mashine namna gani. Ndugu yangu, tumewatambulisha wachezaji 3 hapa. Mmoja si mgeni sana hapa Tanzania, ni mzawa Miraji Abdallah, Zambo hatari sana. Lakini pia tumemtambulisha Mos Nduume kutoka kule nchini Burundi. Huyu alitusumbua sana na flambu yake. Tukasema huyu anastahili kucheza Singida Black Stars. Kwa kiwango alichokionyesha, alijitetea kupata usajili wa timu bora hapa Tanzania. Lakini pia halikadhalika tumemtambulisha Linda Mtange. Hili jina watu walishike vizuri sasa. Bwana Linda Mtange walishike vizuri kweli kweli. Hili ni balaa jipya mjini. Maneno ambao wanasema wachambuzi. Linda Mtange. Hili jina litakuwa miongoni mwa majina mashuhuri sana kwenye soka la hapa Tanzania. Alifanya kazi kubwa sana katika michuano ya CHAN, kwa wale ambao wanafuatilia wanamfahamu vizuri, lakini sasa amevaa jezi ya Singida Black Stars na yupo safarini. Huenda katika mechi ya kesho kutwa tarehe 1 kocha akimwamini akampa nafasi hata dakika 10 tu zitamtosha kujitambulisha kwenye ramani ya soka la Tanzania. Ni mchezaji tu ambaye tumemfuatilia kwa muda mrefu, tunafahamu ubora wake na yeye utayari wake wa kuwa kuitumikia Singida. Tumeuona tangu anawasili hapa. Ana shauku ya kufanya jambo kubwa katika timu yetu, na tunaamini akipata nafasi atafanya balaa lake. Lakini mnaingiaje katika huu mchezo Hussein Masanza, kwa sababu nyumbani mmeshinda, lakini inawezekana pia wao wakatumia vizuri ardhi ya nyumbani kwao? Kila mtu atashinda pale ambapo anajiandaa vizuri kushinda. Sisi tunaweza tukashinda kokote. Ukiangalia msimu huu tangu umeanza ni kama tunacheza away mechi zetu zote. Kwa hiyo tuna uzoefu wa kucheza katika viwanja mbali na nyumbani, na sasa hivi tuna alama 4.
Kwenye msimamo wa ligi ya timu za Tanzania zinazoshiriki michuano ya kimataifa tumo tena pale juu pale, nafasi ya pili, si nafasi ya ngapi. Inshallah tunaamini msimamo utapendeza hivi karibuni, tutakaa pale kileleni, na tukikaa pale kileleni maana yake tumeshaingia mguu mmoja kwenda hatua ya robo finali. Hebu imagine Singida Black Stars inaingia robo finali. Just imagine inaingia robo finali ya CAF. Mtakuja kunipokea hapa na matarumbeta ndugu zangu siku moja. Lakini mimi naamini kabisa Watanzania wanatuombea kila laheri, wanatamani tufanye vizuri na hatutawaangusha. Kwa nini ile mipango yenu ya sherehe bado ipo? Tutaunganisha sasa. Kwa sababu ratiba zinatubana kweli kweli na mashabiki wetu kule nyumbani Singida wanatusubiri. Lakini wacha tukawatafutie furaha, tukija kushangilia tuna vitu vya kushangilia vikubwa. Na najua mashabiki walikuwa na kimuhemuhe hapa kati baada ya kuona wachezaji wanaondoka. Tulipoanza kuonesha usajili wetu sasa hivi wamegundua sisi tulichokifanya ilikuwa tunafanya kitu gani. Na sasa hivi mashabiki wa Singida huambi kitu. Hata aondoke nani? Wanaamini chama lao haliwezi kuwaangusha. Ndio maana nikasema sisi hata aondoke nani, hakuna pengo Singida Black Stars. Yangu tegemea kwamba eti ameondoka Chama, ameondoka Damaro, ameondoka. Hakuna pengo. Hao watu wamefanya kazi kubwa kwenye timu yetu. Tunajua huko anapoenda watafanya vizuri pia, lakini kwetu tayari replacement ipo. Chama na mtu wake ameshakuja, Linda Mtange. Hiyo ndio replacement chama mpya. Huyo ni chama mpya kwenye soka la Tanzania. Lakini kila aliondoka mwingine. Damaro tayari wa pengo lake lilikuwa hata lijaonekana hata kwa bahati mbaya. Lakini wote ni wachezaji wazuri na tunaamini hawa ambao tumewaleta watakuwa bora zaidi. Kulikuwa na malengo ya kwanza ni kucheza kimataifa, kaingia kimataifa, malengo yakawa ni kufika robo finali, group stage. Unaiona Singida ikifika mbali zaidi, robo finali, hata nusu finali ya mashindano haya na kuandika historia kwa mara ya kwanza? Tumeshaandika historia, lakini tutaandika historia nyingine panapo majaliwa. Kuna watu wanasemaga Singida ni timu ambayo haina malengo. Yani sisi hatuna malengo, tupo tu. Hayo sio malengo. Tumeshavuka malengo ambayo tumejiwekea na tutaendelea kuvunja rekodi mpaka wale wabadilishe kauli zao. Sisi ile kauli niseme ukweli ilituuma. Tulituuma kwa sababu mtu aliyezungumza zile kauli alikuwa anazungumza vitu bila takwimu, bila data. Yaani mafanikio ambayo Singida Black Stars tumeyafanya msimu huu yako machoni mwa kila mtu anayaona haya hapa. Lakini mtu alijitia upofu akajifanya kama haoni. Sasa tutaenda kumuonesha kivitendo. Kila siku tutapiga hatua mpya mpaka abadilishe kauli yake. Tunafanya hivyo kwa sababu tunaamini timu yetu imekuja kuwa timu ambayo inakata kiu ya Watanzania wengi, na sasa hivi mashabiki wengi wa soka hapa Tanzania wapo kwenye timu ambazo wengine haziwapi furaha, lakini wakiitazama Singida Black Stars wanaenjoy, wanasahau shida zao kwa muda. Sasa hivi kimataifa tumepata mashabiki wengi sana kutoka nyumbani, kutoka wapi, watu wameacha timu zao, tumaini lao sasa hivi ni Singida Black Stars. Na tunawakaribisha yoyote ambaye anaona timu yake inampa stress, kwa sababu stress inaweza kapelekea hata masuala ya ndoa yakawa haendi vizuri. Alinde ndoa yake, haja ishabikie Singida Black Stars. Huku ni furaha tu, huku tuna raha na ndoa itakaa sawa sawa na heshima ya nyumbani itaendelea kuwepo. Masanza, katika swala zima la usajili hawa ambao umeongeza sasa hivi, je, ni mahitaji ya mwalimu kwa maana ya meneja mkuu? Of course mahitaji ya kiufundi kwa ujumla, yakimhusisha pia meneja wetu mkuu ambaye amekuja na mipango yake ambayo haipishani sana mipango ya timu. Lakini lote ambalo linafanyika ndani ya timu yetu linashirikisha uongozi mzima wa club pamoja na benchi letu la ufundi. Of course kocha Othman Najar ambaye ni meneja mkuu wa kikosi chetu ana uzoefu mkubwa sana na soka la Afrika. Anashikilia rekodi ya kuchukua mataji mawili ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ameshachukua ligi ya kombe la shirikisho hii, ameshachukua mara kadhaa. Amezoea soka la Afrika. Kwa anapokuja anajua na anaamini sana kwenye vijana. Msishangae mkaona wachezaji wengi ambao kidogo wameshasogea umri wakawa wanaondoka kwenye kikosi cha Singida Black Stars. Si kwa sababu ni wachezaji wabaya, lakini mwalimu anachokiamini, kocha wetu na meneja wetu mkuu. Maana yule ni kitaaluma ni kocha. Lakini kwa ajira yake hapa ni meneja mkuu. Anaamini zaidi kwenye vijana. Ndio maana ukiangalia usajili mwingi sasa hivi wa Singida Black Stars, kuna vijana wengi sana. Hawa wakina Ahmed Pipino mnawaona ni vijana wadogo. Hawa wakina Linda Mtange, wakina Mosi ambao wanakuja. Wengi kuna yule dogo ambaye tumemchukua kule Zanzibar, hatari kweli. Anaitwa Mboni Steven. Hatari kweli yule mtoto. Na amekuja Singida Black Stars. Na vijana wengi mtawaona. Kuna kijana mmoja hivi alikuwa amepelekwa kwenye timu moja ipo huko Egypt huko kwa mkopo. Kwa mchezaji wa KMC. KMC nao wanajitahidi nao, wanajicho zuri kidogo. Yule kijana ndoto zake ilikuwa ni kuichezea Singida Black Stars akirudi Tanzania na amefanikiwa.
anaitwa Shomari Mkinyange, hatari sana yule mtoto, naye pia anaenda kuitumikia Singida Black Stars. Tumeamini kwenye vijana na tunaamini kwa project hii ambayo tunaenda nao na meneja mkuu Othman Najari itakuja kulipa inshallah. Hivi Ande Kofi amesafiri? Ya, mchezaji mwingine ambaye tunamkosa ni Ande Cyril Kofi kwenye safari yetu. Bado tulishatoa taarifa yake, anaendelea kusumbuliwa na changamoto ya majeraha, lakini maendeleo yake ni mazuri, anapata uangalizi mzuri sana wa jopo letu la madaktari kwa kushirikiana na hospitali kubwa hapa zinamwangalia kwa ukaribu na anaimarika. Kusema kweli hayupo safarini kwa sababu bado hajatengamaa vizuri, lakini afya yake inaimarika. Tunamuombea apone haraka aweze kurudi katika majukumu yake. Lakini Ande Cyril Kofi amepata wasaidizi wazuri sana. Wapo wakina Abdallah Said Lanso anazima vizuri sana pale kati. Lakini tumewaongeza hapa mabeki wengine hapa. Kwa hiyo yeye anaweza akawa anaugua huku anatabasamu akiangalia timu yake inapocheza, nafasi yake pale, vijana wanapiga kazi nzuri, na hiyo ndio Singida Black Stars katika eneo la usajili. Mwana ndugu zako ambao juzi umewapona kusema hawana alama. Mashabiki washaingia Esperance. Juzi wacheka Simba, sasa washaingia mashabiki zao wameanza. Leo ni Jumatano. Hao ni mashabiki wa nani? Esperance ni Tunis. Wana mechi hapa Simba Sports Club. Mimi naiombea Simba kila laheri. Kwa sababu ni mechi ya kimataifa, tunaitakia mema nchi yetu. Japo hapo dakika kidogo nimeka kaunafiki. Na rangi nyekundu inakupendeza. Lakini ukumbuke rangi nyekundu inakupendeza hiyo moja, lakini pia nyie ndio mnaenda kwa maisha bila unafiki haendi. Acha tuishi kinafiki. Lakini kusema kweli kama mtu atuombei sisi jema, hatuna jema lolote na yeye. Ila kwa heshima ya nchi yetu tunaombea kila laheri. Hii rangi nyekundu ndugu zangu, sisi mdhamini wetu, uwanja wetu wa Singida unaitwa Airtel Stadium. Sisi mdhamini wetu ni Airtel. Huwezi kuikuta Singida Black Stars inabadilisha rangi ya mdhamini kwa sababu hatuipendi rangi fulani. Sisi tunafanya kazi na makampuni yote na tunaheshimu na hatuoni shida kuvaa rangi yote ya mdhamini wetu kwa sababu anatupa hela. Kwa hapa tumeiwakilisha Airtel Tanzania ambao ni mmoja wa wadhamini wetu wakubwa, na iswashtue hii rangi. Iswashtue, ni rangi ya kawaida na ni rangi ambayo inamwakilisha mdhamini wetu. Sasa Yanga atakuwa nyumbani. Bonye mnataka mimi niachwe hapa. Atakuwa nyumbani pia. Mnataka niachwe na ndege. Hutaachwa. Azam FC atakuwa nyumbani, yani Afrika Stars atakuwa nyumbani. Tumezungumza kuhusiana na Simba tu baada ya hapo. Bana ndugu zangu, kila mtu apambane na hali yake. Nimechoka kuishi kinafiki. Kila mtu apambane na hali yake. Hakuna nayemwombea jema hata mmoja. Mimi naiombea kila la heri Singida Black Stars. Ndio timu ambao Watanzania wengi sasa hivi wana matumaini nayo. Kwa hao wengine wasitegemee huruma ya kupitia Singida Black Stars. Sisi huruma yetu tumeshaifanya. Tumewapa wachezaji wakapambane. Kwa hiyo akishindwa kuwatumia wachezaji, hiyo sasa inakuwa ni shida yao, sio shida ya Singida Black Stars. Ili kuanza kukaa kinafiki kuombeana heri, hapana, watu wakapambane na hali yao. Sisi kazi yetu ni kwenda kufanya kile ambacho tumedhamiria kukifanya, na tunaona mambo yanatuendea vizuri. Mambo yanatuendea vizuri alhamdulillah, lakini bado kuna kazi ya kufanya na tuna mechi 3 zimebaki, inshallah tutafanya vizuri.